Makundi ya kutetea haki za binadamu yanaelezea wasiwasi kuhusu ongezeko la ukatili wa kijinsia unaotekelezwa kupitia mfumo wa teknolojia TFGBV unaowalenga watetezi wa haki za wanawake. Ripoti mpya ya Women Human Rights Defender The Hub inaonyesha kuwa kati ya Februari na Machi 2026 visa 165 vya TFGBV viliripotiwa nchini, ambapo 32% kati ya hivyo vinawahusisha watetezi wa mazingira wanawake. Moja changamoto ambazo wanawake wanaharakati wanapitia ni gender based violence ambayo iko facilitated na technology. Matumizi ya teknolojia kujaribu kuwanyamazisha wanawake wa harakati. Na tukiangalia kwa kesi 165 ambazo tulipokea kati ya mwezi wa pili na mwezi wa tatu mwaka huu, tumepata kwamba 32% ya hizo kesi zinahusu wanawake watetezi wa sana wa mazingira. So hii ni challenge ambayo inafanya tufanye hiki kikao as a priority issue ambayo tunasaidia kujua tutasaidiana vipi kuripoti, kupeleleza na pia kushtaki ambao watu wanaleta huu I think tunaweza ita unyanyasaji kwenye mitandao. Hizi mambo za TFGBV wakati wa kampeni tutaendelea kuangalia, monitor, kuripoti na kushare this information na washikadau wote. Ndio tujaribu kudili na hili jinamizi la TFGBV, manake vile tumeona hii SGBV inafanyika online, inaleta sana madhara ya kiakili kwa wanawake. So tutakuwa tukiendelea kumonitor, kushare hizo reports na wenzetu ili tuone wanawake wanapata usaidizi kwenye haya. Wanawake yes wako, lakini inclusion yao ni minimal. Na pia when it comes to decision making, hawako katika level ama hawana capacity ya kuweza kufanya maamuzi. So wamekuwa pale tu kuziba ile gap kwamba mwanamke, sheria inasema mwanamke awe pale, so mwanamke yuko pale kuweza kutekeleza vile sheria inavyosema. Lakini kuangalia vile mradi unafaa kufanywa na the role of women in that committee haijajitokeza vizuri katika hizo award level committees za climate change. Serikali ya Kwale, mimi ningeshauri kwamba as long as katika hii sekta ya environment stakeholders ni wengi, wakati sisi zote tukikuja pamoja na kuweza kufanya decision ambayo italeta mazao mema kwa jamii, itakuwa ni vizuri. Tupewe nafasi hasa wale wanawake ambao wamejitokeza katika issues za mazingira, wapewe nafasi katika hizi world level committees ili tuweze kuona the impact wa hizi project, kwa sababu yule mwanamke ambaye mwenyewe tayari yuko na passion ya environment, tukimweka kwa ile committee atakuwa bado anaendeleza ile kazi ambayo ashaanza kuifanya ama ako na passion yao kuifanya, rather than kuchukua mtu kuziba ile pengo ya mwanamke na hayuko radhi ama hana passion ya ile kazi ambayo utakuwa umemwekea pale. Na siku hii ya leo tumekutana kujadiliana masuala ya mabadiliko tabia nchi na jinsi gani tunaweza kuwashirikisha wanawake kikamilifu, sio tu kushirikishwa kwa kuonekana, bali pia kwa kuchangia katika masuala tofauti yanayotukumba kulingana na mabadiliko tabia nchi, na jinsi gani sisi kama jamii tunaweza kuja na suluhisho ambazo zitatusaidia katika kuhakikisha kuwa jamii yetu inaweza kukabiliana na mabadiliko tabia nchi. Mwanamke bado anahitaji nafasi zaidi. Nitasema wale ambao labda tunapatikana katika miji kama vile Ukunda ama kama vile Kombani, labda nitasema tuko na hiyo ufahamu, lakini wale ambao wako kule mashinani bado wanahitaji kufahamika, wanahitaji kujengwa uwezo ili waweze kushirikishwa ama kushiriki katika meza za maamuzi.